an yaqula ni mtu kusema bismillah, kwa jina la Allah naanza kuoga. Nawiyan rafa alhadath, hali ya kuwa ni mwenye kukusudia kuondosha hadath al-akbar, kubwa. Ndani ya moyo wako wakati unaoga uwe na nia kwamba naondosha hadathi kubwa, bightisalihi, kwa kule kuoga kwake. Nawiyan rafa alhadath al-akbar, hali ya kuwa ni mwenye kukusudia mwenye kunuia mwenye kuazimia kuondosha hadathi kubwa kwa kule kuoga kwake, awe na nia kuondosha hadath kubwa, kwa sababu innamal a'malu binniyati. Thumma yaghsilu kaffayhi, kisha ataosha viganja vyake viwili, thalathan, mara tatu. Thumma yastanji, kisha atajisafisha sehemu za siri, atastanji. Fayaghsilu ma bifarjihi, ataosha ma bifarjihi, kile kilicho ndani ya tupu yake. Fayaghsilu, ataosha ma bifarjihi, kile kilichopo kwenye tupu yake atakiosha, kwa maana atapangusa. Wa ma haulahu, na kile kilicho kando kando yake. Wa ma haulahu, na kile kilicho kando kando yake, yani ataupangusa utupu wake, atausafisha, na sehemu za pembezoni mwa utupu wake kando kando pia atasafisha. Minal adha, kutokana na udhia, yani uchafu. Ajisafishe utupu wake na sehemu za pembezoni, mapajani, wapi, kutokana na uchafu vizuri tu. Thumma yatawaddau, kisha atachukua udhu kama vile udhu wa swala. Illa rijlaihi, isipokuwa miguu yake tu hatoosha, atafika hadi kwenye masikio. Kwa nini hatoosha miguu? Anasema fa inna lahu, kwani hakika yeye huyo nani mwenye kuoga kwani hakika itafaa kwake yeye an yaghsilahuma, kuiosha hiyo miguu miwili, ma'udhuihi, pamoja na udhu wake. Walahu, na itafaa vile vile kwake yeye an yuakhirahuma, kuichelewesha hiyo miguu miwili, ila alfaraghi min ghuslihi, hadi kumaliza kuoga kwake. Mmeelewa? Nirejee tena. Kisha atachukua udhu kama vile udhu wa swala. Illa rijlaihi, isipokuwa miguu yake tu hatomalizia kuiosha, atafika hadi kwenye masikio. Kwa nini? Sasa mtunzi anasema vitu viwili. Fa inna lahu, kwani hakika itafaa kwake yeye huyo anayeoga josho, an yaghsilahuma ma'a wudhuihi, kuiosha hiyo miguu miwili pamoja na udhu wake, yani itafaa kuimalizia. Walahu, na itafaa vile vile kwake yeye an yuakhirahuma ila alfaraghi min ghuslihi, kuichelewesha hiyo miguu miwili hadi kufikia baada ya kumaliza kuoga. Kwa ana machaguo mawili mwenye kuoga janaba. Wakati anaochukua udhu ana khiari, ima amalize miguu iwe udhu amemalizana nao, au afike hadi kwenye masikio kisha aoge sasa mwili mzima. Akimaliza kuoga ndio atakuja malizia miguu ambayo hakuimaliza wakati wa udhu. Tumeelewana? Hayo yote yapo na hadithi zimethibiti juu ya hilo. Thumma yaghsilu ra'sahu ma'a udhunayhi, kisha ataosha kichwa chake pamoja na masikio yake. Thalatha maratin, mara tatu. Bithalathi gharafat, kwa mafumba matatu. Ataosha kichwa chake pamoja na masikio yake mara tatu. Bithalathi gharafati, kwa mafumba matatu, au kwa michoto mitatu. Siku hizi tunatumia makopo, vikombe vikubwa. Utachukua mara ya mwanzo utamimina kichwani, utaosha kichwa pamoja na masikio, hali ya kuwa ni mwenye kuesua. Kama una nywele nyingi, vidole vyako viingie kwenye nywele ili yale maji yapate njia yaguse ile ngozi ya kichwa. Sawa? Tafanya hivyo mara tatu. Thumma yufidhu almaa, kisha atamimina maji. Ala shiqihi alayman, juu ya upande wake wa kulia. Min a'lahu, kuanzia juu yake ni kwenye mwili wake juu. Ila asfalihi,
hadi kufikia chini yake. Thumma yufidhu almaa, kisha atamimina maji ala shiqihi alayman, juu ya upande wake wa kulia, min a'lahu, kuanzia juu yake huo upande wa kulia, ila asfalihi, hadi kufikia chini yake upande huo wa kulia. Sasa upande wa kulia juu yake itakuwa ni sehemu gani? Upande wa kulia juu yake ni sehemu gani? Kwenye bega la kulia, au sio hivyo? Si ndio upande wa kulia juu yake? Kwani baada ya bega kuna cha juu? Hakuna. Kwa maana hapa ashaosha kichwa tayari kimetota maji na masikio, kamaliza huko juu. Kwa anaambiwa sasa aanze upande wa kulia, juu kwenye bega la kulia, ataosha upande huu hadi chini. Thumma liyusra, kisha upande wa kushoto kadhalika hivyo hivyo mara 3, au hivyo hivyo kuanzia juu kwenda chini, hivyo hivyo kuanzia juu kwenda chini, kwa maana hajataja mara hapa, mpaka ukiona upande umepata maji vizuri ndio unahamia upande mwingine. Mutatabbi'an athna al-ghusli al-amakin al-khafiyya, hali ya kufuatisha katikati ya kuoga maeneo yaliyojificha. Wakati anaoga upande wa kulia, upande wa kushoto, mutatabbi'an, hali ya kufuatisha au hali ya kuwa ni mwenye kufuatilia, athna al-ghusli, katikati ya kuoga, wakati anaendelea kuoga, au ni mwenye kufuatilia al-amakin al-khafiyya, maeneo yaliyojificha. Sio jimwagia tu maji, upatilize maeneo yaliyojificha, kasurra, kama vile kitovu, wa tahta al-ibtaini, na chini ya kwapa mbili. Unafuatilia, unapatiliza ule mkono wako ukioga, basi unasugua sehemu ambazo maji kikawaida haiwezi kufika kirahisi, kwa ufikishe mkono sehemu ambazo zimejificha ili maji yafike. Kasurra, kama kwenye kitovu, wa tahta al-ibtaini, na chini ya kwapa mbili, warukbataini, na magoti mawili, hasa sehemu za nyuma za magoti. Watu wengi hawapatilizi sehemu za nyuma za goti, sehemu ya nyuma yako ya goti, wengi hawapatilizi. Wanahwihima, na mfano wa hayo magoti mawili, katika viungo ambavyo vimejificha, rahisi kupata maji kwa kuyapitisha juu. Lazima ufikishe mkono usugue maji yafike, basi utafanya hivyo wakati unaoga josho la kisheria, kwa maana taahudul maatif, wanasema kuyapatiliza maeneo ya mikunjo. Kuna wengine wana mapeto watu wanene vibonge, wana mapeto kwenye miili yao, sio aibu, lakini sasa ukioga yale mapeto natakiwa upatilize, uinue hivi hapo upitishe mkono kule chini. Si wapo hao watu wanene kule, kutembea pia yafikiria sijui nitembee, lakini ana haja, anawaza kweli kweli. Sasa tumbo yake anakuwa mengine, kile kitovu pia kimefunikwa kile, akionekana namna tumbo lilivyoshuka. Sasa huyu akioga janaba ni mzigo. Sasa inabidi mkono mmoja ufanya kazi ya kuinua lile tumbo, afu mwingine usugue huko chini. Tumbo kubwa sijui hata la nini. Wengine ni unene wa kurithi hata hawali, wamemaliza mbini zote za diet, hawakondi. Urithi huo, usipambane hivyo, kula. Hata usipokula uko hivyo hivyo. Ukishajua wewe unene wako wa kurithi, usijipe tabu. Uhenyewe wa dunia, kesho kuto unakufa. Unajidhulumu bure bwana. Mazoezi lakini pia muhimu kuweka mwili imara. Atayammum, kutayammam, wa huwa, nako huko kutayammam, min khasaisil ummati alislamiyya, ni katika mambo yanayohusu umma wa Kiislamu. Kabla ya umma wa Kiislamu, huko nyumati nyingine walikuwa hakuna kitu kutayammam. Tumeletewa sisi umma huu, tukasema min khasaisi al-ummati al-islamiyya, ni katika mambo yanayohusu umma wa Kiislamu. Umma huu tu katika mambo ambayo sisi tumepewa, hawakupewa nyumati zilizotangulia. Moja, kutayammam, hawakuwa nalo. Wa huwa, nako huko kutayammam, badalu taharatil ma,
ni badali ya tohara ya maji. Kwa hiyo tayammum sio jambo la mwanzo kwenye tohara, ni jambo hapo ni badali linakuja kukaa niaba ya maji. Wa maanahu, na maana yake huko kutayammum, at-ta'abbudu lillahi, ni kumwabudia Allah Ta'ala, biqasdi as-sa'idi at-tayyib, kwa kukusudia mchanga ulio mzuri. Biqasdi as-sa'idi at-tayyib, kwa kukusudia mchanga ulio mzuri. Aliposema at-tayyib hapa anakusudia at-tahir, mchanga ulio safi, ulio tohara, hauna najis, ndo at-tayyib maana yake hapa. Sio uzuri kwa maana uzuri kwa rangi, at-tayyib kwa maana at-tahir, ulio tohara, hauna najis. Hata kama ikiwa rangi yake sio nyeupe, lakini upo tohara, huo ndo utafaa kutayammum. Unafanyaje? Limashil wajhi, kwa ajili ya kupangusa uso, wal kaffaini, na viganja viwili vya mikono. Hii ndiyo maana ya kutayammum, ni kumwabudia Allah. Taarifu kaianza vizuri, kwa sababu tayammum ni ibada. Sawa, ni ibada. Kwa hiyo kusema tu kuutumia mchanga uliotohara, la, kumwabudia Allah, sababu ni ibada. Biqasdi sa'idi at-tayyib, kwa kukusudia mchanga uliotohara. Limashil wajhi, kwa ajili ya kupangusa uso, wal kaffaini, na viganja viwili vya mikono. Mata yushra'u tayammum, wakati gani pane kwa sheria huko kutayammum? Kutayammum kutakuwa ni sheria sasa wakati gani? Jambo la mwanzo, idha lam yajidil maa, endapo mtu hakupata maji. Idha lam yajidil maa, endapo mtu hakupata maji, kumeingia ukame kwenye mji, maji hamna, watu wanatafuta maji, hakuna maji. Hapo kifika muda wa swala tutatayammum sisi, sababu maji hakuna. Jambo la pili, idha kana bihi jirahatun au maradun, pindi atakapokuwa ana yeye jiraha au maradhi, pindi atakapokuwa kuna kwake yeye jiraha au maradhi. Wa khafa an yadhurrahu alma'u, na akakhofia kumdhuru yeye maji, akakhofia maji kumdhuru yeye. Ikiwa atayatumia maji atamletea madhara kwa sababu ya maradhi yake au kwa sababu ya jeraha lake, ima kwa kuchelewa kupona au yakazidi maradhi, akaogopea hilo, anaambwa yeye sasa aingie katika mlango huu wa kutayammum badala ya kuyatumia maji. Jambo la tatu, idha kana alma'u, pindi atakapokuwa maji, shadidal burudati, ni ya baridi sana. Idha kana alma'u, pindi atakapokuwa maji, shadidal buruda, ni ya baridi sana, maji ya baridi mno. Walam yatamakkan min taskhinihi, na haikuwezekana kuyachemsha maji hayo. Walam yatamakkan, na haikumakinika, min taskhinihi, kuyachemsha hayo maji, kuyapasha moto angalau yakao uvugu uvugu hivi, haikuwezekana, hakuna njia ya kufanya hivyo. Wa khafa ad-darar, na akaogopea madhara, biistimali alma'i, kutumia hayo maji ya baridi sana, akaogopea naweza kuzusha mambo mengine hapa. Hata mtu ana maradhi ya mifupa, baridi kali namna hiyo hawezi, na hakuna namna ya kuyachemsha akapata umoto, hakuna. Anaambiwa wewe sasa tayammum, kwa kuhofia madhara ambayo yanaweza kukupata kwa kutumia maji baridi sana, kama unakaa mikoa ya Arusha huko na wengineo, wenyewe washazoea, lakini ukienda wewe utashindwa kutumia maji. Kama hujayachemsha basi unaweza kutayammum. Ukiamua kufanya hivyo hivyo kama wenyeji, unaweza kuzusha mambo mengine. Sasa kaanza kuumwa, sijui kitu gani, sababu hali ya hewa za huku tofauti na za huku. Jambo la nne, idha ihtaja ila alma'i lishurbihi au shurbi ghairihi, yani mtu ambaye anaweza kutayammum, idha ihtaja ila alma'i, pindi atakapoyahitajia maji. Idha ihtaja ila alma'i, pindi atakapoyahitajia maji, lishurbihi, kwa ajili ya kunywa kwake hayo maji,
au shurbi ghairihi, au kuyanywa asiyekuwa yeye. Kahitajia maji lishurbihi, kuyanywa yeye mwenyewe anahitajia kunywa maji, au shurbi ghairihi, au kunywa mwingine asiyekuwa yeye. Wa khafa al-atash, na akaogopea kiu, akaogopea huko mbele nitapata kiu kikali huko, na haya maji nayahitajia kwa ajili ya kunywa mimi. Sasa hichi kiu sikitaniua mimi, lakini hapo hapo muda swala umeingia, natakiwa achukue udhu kwa maji. Anaambiwa wewe tayammam, hayo maji utakunywa kwa ajili ya kuokoa uhai wako, na hakuna maji mengine. Huko porini huko, maji yenyewe chupa moja nusu lita, muda swala umeingia na kiu kikali, anaambiwa hayo maji utakunywa, wewe utatayamam. Au si yeye, kuna mwingine atampa hayo maji, kisha wao watatayamam, wataswali. Bali hata mnyama, lakini itakapokuwa muhtaram, mwenye heshima, utampa hayo maji, wewe utatayamam. Na itakapokuwa mnyama ambaye sio muhtaram, hana heshima, hutakiwi umpe hayo maji, utamwacha afe na kiu chake, wewe utatumia hayo maji kwa ajili ya udhu, kama vile nguruwe na mbwa hutowapa. Lakini umeona ng'ombe, mbuzi hangaika, ataka kutoka roho, unajua hichi ni kiu hichi, sasa utampa yale maji, wewe utatayamam. Ndio ushurbi ghairihi. Lakini itakapokuwa nguruwe, liwache lifi huko, au jibwa, sio haya. Mubtilatu tayammum, vitu vyenye kubatilisha tayammum. Cha mwanzo, wujudul ma'i, kupatikana maji, uwepo wa maji. Maji yakipatikana tu tayammum inabatilika hapo hapo, lakini kwa sharti ikiwa ulitayammam kwa kuyakosa maji. Tumeelewa? Uwepo wa maji ni kibatilishi cha kutayammam. Tayammamu yako itabatilika yenyewe ikiwa ulitayammam kwa sababu ya kuyakosa hayo maji. Ama ikiwa ulitayammam kwa sababu nyingine, kwa sababu ya maradhi, hata yawepo maji hodhi zima, bado utaendelea kutayammam. Na kutayammam hakubatiliki, kwa sababu uwepo wa maji sio sababu ya kubadilisha tayammamu yako. Wewe hukutayammam kwa sababu ya kuyakosa, kwa sababu ya maradhi. Kwa uwepo wa maji utakuwa ni kibatilishi kwa yule ambaye alitayammam kwa kuyakosa maji. Sawa? Je, ikiwa umo ndani ya swala, nasikia maji hayo kwenye bomba za kutoka, ushatayamam, una swali, jamani maji hao, wasikia watu maji, wewe una swali na umetayamam, unafanyaje? Au baada ya swala, au kabla ya swala? Haya, mtanijibu mwisho wa darasa. Thaniyan, kibatilishi cha pili, nawaqidhul wudhu'i as-sabiqa, vitenguzi vya udhu vilivyotangulia. Katika vitu vinavyobatilisha tayammum ni vile vitenguzi vyote vya udhu tulivyovisoma kule nyuma, vyote vile vinabatilisha tayammum. Kwa nini? Kwa sababu tayammum imekaa niaba ya udhu. Kwa vile vinavyobatilisha udhu vinabatilisha hii niaba vile vile. Tumeelewana? Sifatu tayammum, namna ya kutayammam. Ayanwia, ni mtu kunuia, kukusudia, kuazimia. Thumma yusammia, kisha atalitaja jina la Allah, atasema bismillah. Kwanza uwe na nia, innamal a'malu binniyat, kutayammam ni ibada. Thumma yusammia, kisha atalitaja jina la Allah, atasema bismillah, kama vile udhu wa kawaida. Wayadriba turaba, na ataupiga mchanga, yani sehemu ya juu ya mchanga. Maratan wahidatan, mara moja tu ndio iliyothibiti. Bibatini yadihi, kwa sehemu za ndani za mikono yake. Bibatini yadihi, kwa sehemu za ndani za mikono yake, yani ndani ya matumbo ya viganja. Atapiga juu ya mchanga, juu ya ardhi, pigo moja tu. Thumma yamsahu bihima, kisha atapangusa kwa kupitia mikono hiyo miwili. Wajhahu, kuupangusa uso wake. Wa kaffaihi, na viganja vyake.
Tayamam nyepesi ni kupiga tu mikono yako juu ya ardhi pigo moja, kisha utakung'uta au utapuliza kuondosha zile takataka zilizoingia, libakie vumbi tu, kisha utapangusa uso wako mara moja na vitanga vyako viwili hivi juu ya mgongo wa kiganja mara moja na huku mara moja. Tayari kama umetayamam kuondosha hadathi kubwa, imeshaondoka hadathi kubwa. Kama umetayamam kuondosha hadathi ndogo, imeshaondoka hadathi ndogo. Kwa kufanya hivyo tu, hiyo ndo tayammum. Na tayammum sio mapigo mawili. Hadithi iliyokuja at-tayammum darbatani haijathibiti, ni dhaifu. Hadithi tegemezi kwenye mlango huu ni hadithi ya Ammar ibn Yasir. Ameelezea kwamba yeye alifanya hivyo mara moja tu na Mtume alimfahamisha hivyo kwa pigo moja. Lakini pia katika riwaya za hadithi hiyo ya Ammari zinaonesha kwamba inafaa pia kutanguliza viganja kisha uso. Pigo moja kisha ukakunuta ukatoa vumbi ni takataka, unaanza kiganja cha mkono wa kulia kukipangusa juu ya mgongo, kisha unapangusa kiganja cha mkono wa kushoto mgongoni, kisha ndo unakuja usoni. Kwa ima uanze uso au uanze viganja, lakini kuanza viganja ukaja uso, hiyo ni ahyanan, hiyo ilikuwa ni mara moja sana. Kilichozoeleka ni kuanza uso kisha viganja. Hadithi tumeiona kwenye kitabu Tahara hapa cha Tuwaijiri, riwaya inathibitisha hilo. Tunaondoka hapa kwenye kutayammam. Al-haidh wan-nifas wal-istihadha, hedhi na nifasi na damu ya ugonjwa, damu ya hedhi na damu ya nifasi na damu ya ugonjwa. Vitu vitatu vinazungumziwa, na hutakuwa ndo mlango wa mwisho insha Allah kwenye risala yetu hii. Tahara inamalizia hapa. Al-haidh, damu ya hedhi, wan-nifasu, na damu ya nifasi, wal-istihadha, na damu ya ugonjwa. At-taarifu, maana za haya maneno. At-taarifu, maana za haya maneno. Nini maana ya hedhi? Nini maana ya nifasi? Nini maana istihadha? Ndio maana taarif. Ikiwa moja taarifu, zikiwa nyingi taarifu. At-taarifu, maana za haya maneno. Al-haidhu huwa damun, hedhi ni damu ambayo yurkhihi rahimu, inaichuruzisha damu hiyo fuko la uzazi. Hedhi huwa damun, ni damu ambayo yurkhihi rahimu, inaichuruzisha damu hiyo fuko la uzazi. Kwa hiyo hedhi asili yake inatoka huko kwenye fuko la uzazi, katikati ya fuko la uzazi ndiko inakotoka damu ya hedhi. Idha balaghatil mar'atu, pindi atakapobalighi mwanamke. Idha balaghatil mar'atu, pindi atakapobalighi mwanamke. Je, ukasema pindi atakapofika mwanamke, kafika wapi? Balagha ya hapo ina maana ya kubalighi, sio maana ya kufika. Idha balaghatil mar'a, pindi atakapobalighi mwanamke, akafikia katika umri na hali ya kwamba yeye ni baligha, ameshabalighi huyu, hiyo damu ndio inaanza kutoka kwake yeye huyu mwanamke baligha. Fayakhruju min farjil mar'a, inatoka hiyo damu kutokea katika utupu wa mwanamke. Fi awqatin ma'luma, ndani ya nyakati maalum. Ina muda wake, sio yatoka tu siku zote, ina muda wake na masiku yake. Fi awqatin ma'luma, katika nyakati maalumu, kama siku 6, siku 7, ina muda wake. Wa aqallul haidh, na uchache wa masiku ya hedhi, yaumun wa lailatun, ni mchana mmoja na usiku mmoja, ndio kwa uchache. Hedhi kwa uchache kama imekatika kiwango cha chini kabisa, basi usiku mmoja na mchana mmoja. Inawezekana mtu akaingia siku moja tu hedhi, mchana na usiku, siku ya pili katoharika, lawezekana. Na hiyo ni hatua ya uchache kabisa. Wengine siku 2, wengine 3, wengine 6, wengine 7, wengine zaidi ya hapo, lakini uchache wake
yaumun wa laila, ni mchana mmoja na usiku mmoja. Wa aktharuhu, na wingi wake 15 yauman, ni siku 15. Hedhi ikiwa itakwenda siku nyingi, basi itafika siku 15. Baada ya hapo 15, kinachoendelea hiyo inahesabika ni damu ya ugonjwa, si hedhi tena. Istihadha hiyo tutaona huko mbele, sawa. Kwa damu ya hedhi inatoka kwenye fuko la uzazi pindi mwanamke anapobaligh, na inatoka katika nyakati maalum. Kwa uchache ni siku moja, kwa wingi wake ni siku